Wakati Yesu Kristo alipomtokea Yohana katika kisiwa cha Patmo, maana Yohana alitokewa na Yesu Kristo mwanzoni, lakini kuna sehemu nyingine alitokewa na malaika wa Bwana. Wakati ametokewa na Yesu Kristo, alipewa tahadhari juu ya makanisa kadha wa kadha, makanisa ya awali, makanisa ya mwanzo. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 7, utaona Bwana wetu Yesu Kristo anazungumza na Yohana, anamwambia akawatadharishe kanisa la Waefeso kwa kuwa wameuacha ule upendo wao wa kwanza. Kanisa la Efeso lilikuwa lina upendo, lakini limewacha upendo wao wa kwanza. Ijapokuwa kanisa hili la Waefeso walisifiwa kwa kiwango kikubwa cha kupima walimu wa uongo, walikuwa wakiwapima, lakini upendo wao ulipoa ndani ya mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ufunuo wa Yohana tena sura ya 2 mstari wa 12 hadi 17, Bwana wetu Yesu Kristo anampa onyo Yohana, akawaambia na waandikie kanisa la Pergamo kwamba baadhi walifuata mafundisho ya Balaamu na mafundisho ya Wanikolai. Ni mafundisho yaliyowapelekea ibada ya sanamu, kufanya ibada ya sanamu na ibada za kiuasherati. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia, akawaambia ile kanisa kwamba mafundisho ya Balaamu yametawala, wameacha Mungu wa kweli, wanafanya uasherati na miungu mingine, wanaabudu miungu mingine. Kwa hiyo akawaandikia, akaliambie kanisa. Tunaona Balaamu sifa yake kubwa, ukisoma Hesabu sura 25 na ukisoma Hesabu sura 31 mstari wa 16, sifa kubwa ya Balaamu, mwanzo alimchukua nabii wa Bwana, alitaka shetani na watu wa gizani walitaka akatabiri nabii wa Bwana mabaya juu ya taifa la Israeli. Mungu akasema kwamba nilichokibariki mimi mwanadamu hawezi kufanyaje? Hawezi kukilaani. Mafundisho ya Balaamu ni mafundisho ya kulaani wengine, ya kutangaza, ya kuishi uharibifu utokee juu ya watu wengine. Lakini aliposhindwa, akawa anapotosha watu na kuitazamisha watu waigeukie miungu na kufanya uasherati na miungu mingine. Kwa hiyo Yesu Kristo kwenye Ufunuo sura ya 2 anamwambia Yohana katika kisiwa cha Patmo, kalionye kanisa la Pergamo kwa habari ya mafundisho ya Balaamu yaliyotawala kanisani mwao. Anamwambia pia katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 18 hadi wa 29 kwa habari ya kanisa la Thiatira, lilimruhusu Yezebeli kufundisha mafundisho yaliyowapotosha waumini. Anamaanisha roho ya Jezebel spirit, roho ya Yezebeli ambayo inatembea katika kanisa. Yezebeli tunakumbuka kwamba ni yule ambaye alikuwa anawatishia manabii, anawanyamazisha vinywa vya manabii, anaua watumishi wa Mungu. Yezebeli huyu ambaye nabii Eliya aliyemkemea, lakini baadaye akamtishia nabii Eliya na Eliya akakimbia akaenda kujificha. Ndo roho ile ambayo tunaona roho ya Eliya ilikuja katika picha ya Yohana Mbatizaji. Asema naye alikuja kwa roho ya Eliya, Yohana Mbatizaji, si ndio? Yohana Mbatizaji alikuwa anafungua kinywa chake, anawatadharisha watu watubu, wamgeukie Bwana, waache dhambi, si ndio? Anafichua dhambi za watu. Roho ile ya Eliya iliyomkemea Yezebel katika Agano la Kale, ndo roho ile ya Eliya ilikuwa ndani ya Yohana Mbatizaji ikikemea dhambi na uharibifu. Lakini roho ile ya Yezebel iliyomkimbiza na kumtishia nabii Eliya akaenda kujificha, ndo roho ile ya Yezebel iliyomuua Yohana Mbatizaji akakata kishingo.
kupitia mke wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ipo kwa ajili ya kunyamazisha vinywa vya watakatifu visizungumze kweli ya Mungu. Lakini kuna kanisa la Wagalatia. Kusoma Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 9, Mtume Paulo anazungumza kwamba watu walikuwa wakimcha, wakiacha injili ya neema na kufuata injili nyingine. Paulo anawakemea vikali kwamba mlikuwa mnafuata injili ya neema, sasa kanisa la Galatia mnafuata injili nyingine. Kanisa la Wakorintho, ukiangalia kwenye Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3 hadi wa 4 na ule mstari wa 13 hadi wa 15, baadhi walikuwa walikubali walimu walikuwa wakihubiri Yesu mwingine. Baadhi ya kanisa la Wakorintho walikuwa nakubali kupokea elimu nyingine, kuhubiri injili nyingine, kumhubiri Yesu nyingine na kupokea roho nyingine. Kwa hiyo haya mambo tunayoona sasa hivi ya watakatifu kuiacha neema ya kweli Yesu Kristo na kukumbatia mafundisho mengine yasiyotokana na Mungu ili kuwepo tokea kanisa la awali, ni moja ya utimilifu ya unabii katika nyakati za mwisho. Yatatokea 1, 2, 3. Kwa hiyo yanapotokea usishangae. Jambo la msingi ni kuwaombea wale ambao wanapotoshwa na wanaodanganywa. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4 anasema, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata tamaa zao wenyewe watajipatia walimu makundi kwa makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti au masikio ya kuwasha, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu analipa onyo kanisa kwamba watu watatafuta elimu nyingine. Tuwe makini. Anasema ni roho zidanganyazo. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1 anasema ni roho zidanganyazo, mafundisho ya mashetani. Yesu Kristo alipokuwa duniani kwenye Mathayo sura 24 mstari wa 24 anasema watatokea manabii wa uongo na makristo wa uongo, watajitokeza ili kupotosha watu. Ni tahadhari ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitoa kwa ajili ya kanisa. Lakini waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 1 anasema msiamini kila roho, bali zijaribuni roho kwamba zimetokana na Mungu. Haleluya, mtu mmoja. Mafundisho ya Balaamu hayazungumzi tu kwa habari ya miungu mingine wala mambo ya uasherati. Mafundisho ya Balaamu yamehusisha na tamaa za fedha, mafundisho ya mafanikio. Ukisoma waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 15 na waraka wa Yuda sura ya 1 mstari wa 11 linatajwa jambo hilo kwa habari ya mafundisho ya Balaamu. Ni mafundisho ambayo yanatanguliza fedha, kwamba mbadilishano wa fedha au wa mali na mambo matakatifu au injili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita halisi tunayopambana nao leo katika kanisa, Mtume Paulo anazungumza na kanisa la Waefeso na anazungumza na mimi na wewe. Waefeso sura ya 6 mstari wa 11 anasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani ibilisi. Vita halisi sisi kama wapendwa wana wa Mungu watakatifu ni hila za ibilisi zinazojiinua kupitia mafundisho ya udanganyifu, mafundisho ya kishetani, mafundisho ya uongo. Anaposema tuvae silaha kamili ili tupate kuzipinga hila za shetani ibilisi, ni hila zinazotokana na mafundisho au udanganyifu. Hizi ni zama za mwisho.
Mtume huyo Paulo anaandika pia kanisa la Korintho. Kuna Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Nasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si vya mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kinachojiinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kukiteka nyara kila fikra ambayo hairuhusu elimu ya Mungu ichukue nafasi ndani yetu. Tunapaswa kuiangusha, na njia pekee ya kuiangusha ni kupitia elimu ya utukufu wa Mungu au kweli au injili ya Yesu Kristo. Njia pekee ya kupambana na silaha pekee ya kuzivaa ili kuzipinga ile za adui ni kweli. Amesema tuvae kweli kama mkanda wapi? Kiunoni. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi 18. Tuvae kweli kiunoni, alafu tuwe na ngao, shield. Ngao kama nini? Ngao ya imani, si ndio? Ndio hiyo kweli. Alafu diria haki kifuani, bulletproof, si ndio? Mtu waamini na kuhesabiwa haki moyoni, hiyo kweli kwa kuiamini. Tuvae viatu, buti za jeshi kwa ajili ya utayari wa kuipeleka injili ya amani. Hiyo injili ya amani unayoipeleka ndio hiyo kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuvae kofia, si ndio? Helmet ya wokovu. Yote hayo yanahusiana na kweli ya Mungu. Ndio silaha pekee ya kuangusha ngome ya udanganyifu na uongo, kwa sababu uharibifu wote unaotokea unatokea ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa njia pekee ya kutoka katika hali ya uharibifu ni kuijua kweli ya Mungu na kusimama kweli ya Mungu. Leo mafundisho mengi yamejenga ngome kwenye mioyo ya watu. Watu wengi leo, nilikuwa nazungumza na watumishi wa Mungu mbalimbali, watu wengi leo wamewekewa mikono na ukuu wao umeweza kuondolewa kwa sababu walikuwa na mikono na watu ambao hawana roho ya Mungu ndani yao. Watu wengi leo wameweza kupewa vitu vikionekana vinatoka madhabahuni, lakini vimekuja kuwa ni athari kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi leo wameshikwa sehemu mbalimbali za mwili, wameshikwa miguu, ikiwa ni namna ya kiibada, na watu wametumia andiko kabisa kwamba Bwana Yesu alifanya hivi na sisi tunafanya hivi, lakini ikawa ni njia ya upotofu, njia ya udanganyifu na kutengeneza hali ya utegemezi, walemavu wengi wa kiroho ndani ya mioyo. Ndio maana Bwana Yesu anataka kanisa lake watu wajitegemee, waijue kweli, wajue kuomba, wajue kujisimamia, wajue kweli ya Mungu, wajue kupambanua ipi kweli na ipi